Ni saa 3 usiku, giza limetanda, lakini taa za mtaa huu zinaangaza zaidi ya sura zilizojificha. Hapa kwenye pembe ya barabara ya mtaa wa Uhuru, biashara isiyotambulika kiserikali na inayopingwa vikali kwenye vitabu vya dini inaendelea bila aibu. Biashara ya miili maarufu kama madadapoa. Tumeingia ndani ya maisha haya kwa siri, nikapata nafasi ya kuzungumza na wananchi wanaozunguka eneo hili ili kujua ni adha gani wanayokumbana nayo juu ya janga hili. Mbele ya msikiti wa Gaddafi, Masjid al-Gaddafi, mbele yake ambapo ndo kibla, eneo ambalo Waislamu huwa wanaswali, wanaelekea kibla kuelekea mpaka huko iliko Kaaba. Pale kuna biashara ya kibedui inafanyika pale, au ya kiafidhina inafanyika pale, ambayo kimsingi inachafua taasisi ya Kiislamu kwa maana ya Uislamu wote kwa ujumla. Pia inachafua taasisi ya BAKWATA ambayo ndo muhimili na nguzo iliyoshikilia msikiti. Msikiti wa Gaddafi ambapo ndo kuna ofisi ya Sheikh Mkuu wa Dodoma, Mustafa Rajab. Ofisi ya msikiti wa Gaddafi ambapo kuna ofisi ya kadhi wa Dodoma ambaye ni Mzee Kisusu. Wote wanapatikana sehemu hiyo. Lakini ni biashara ambayo kimaadili inatuchafua sisi wakazi wa Dodoma ambao shughuli zetu tunazifanya hapa mjini, na yoyote asiyekuwa mkazi wa mjini ambaye huwa anapita aidha kwa kupita, kwa kusikia, kwa kuona, wote tunachafuliwa. Sasa kimsingi mimi najaribu kuwaza kibinadamu kwenye mawazo yangu madogo. Lile tukio linafanyika mbele ya msikiti wa Gaddafi, msikiti mkubwa kabisa Dodoma. Ndani yake anapatikana kadhi ambaye ni hakimu au mwanasheria wa Kiislamu. Hapo msikiti ni Gaddafi. Lakini nashindwa kuelewa viongozi wa kidini ambao ndo wako hapa, ili jambo wao wanalichukuliaje? Kwa sababu mimi siamini, naamini linakera, lakini siamini kama wanashindwa kupata suluhisho. Mtaa umejaa miili ya wasichana, lakini roho zao zimevunjika vipande vipande. Mbali na changamoto hizo, hapa hili likawa ni ombi la wananchi hawa kwa serikali juu ya kutatua janga hili. Tunapokuja kuanza kufikiria kibinadamu, tunaona kwamba hapana, kuna vitu haviko sawa. Hizi mamlaka zinazosajili ya majengo ambao ni guest house, hizo lodge, sijui hizo hoteli, motel, sijui nini, hawa wote ambao wanasajili hivi vitu wafike hapo kwenye hilo jengo ambalo liko mbele ya msikiti wa Gaddafi kibla. Huo ni mtaa ambao bado una wakazi, licha kwamba maduka ya kibiashara ni mengi, lakini wakazi wanaoishi ndani wapo. Hasa kama wapo na wanazaa watoto, wanakuwa wanavona ile matukio, huoni kama ni sehemu rahisi kabisa ya kurahisisha masuala ya ngono kuwa ni kama jambo la kawaida? Kwanza inadhalilisha kwanza msikiti, maana hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na tunaiomba serikali iweze kutusaidia kwa kututolea hawa madadapoa. Kwa nguvu yoyote ile inawezekana kufanya ifanyike. Kwa upande wa viongozi wa msikiti wa Gaddafi, wao wanakiri kuwepo kwa biashara hiyo haramu, na hapa wanaeleza jitihada zao zilipofikia juu ya kuripoti janga hili. Miongoni mwa hatua tulizochukua ni kutoa taarifa katika ngazi za mtaa na ngazi za kata. Tutatoa taarifa katika ofisi ya mtendaji pale kwamba kuna jambo hili linaendelea hapa mbele ya msikiti ambalo jambo si zuri la uzinifu, linaathiri kwanza wakazi wa mtaa huu na vile vile kuivunjia heshima sehemu ya ibada, kwa sababu ni wanawake wanaotoka sehemu mbalimbali. Na vile vile tulijaribu kumwambia hata mmiliki, akatoa sababu ambazo hazina msingi, akajitetea kwamba hawa wako nje ya eneo la msikiti, yani yeye anamiliki tu nyumba yake ile. Kwa hiyo tukaona ni sababu ambazo hazina msingi. Lakini kwa utaratibu mwingine, jambo la uzinifu vyovyote ndivyokuwa ni jambo lililokatazwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo linaharibu jamii. Kwanza linafanya watu wengi, hasa upande wa kina mama, kutojishughulisha na kazi, kwa sababu wanaona kazi ile ya kujiuza miili yao ndio kazi pekee ya kujipatia kipato. Lakini katika taswira ya muonekano kwa jamii,
kwanza inasababisha hata wale wake za watu wengine pia wanajiingiza katika biashara ile kwa kuona wenzao wanafaidi, kwa sababu anajua dakika chache tu anazozitumia yeye anapata kipato. Sasa inaathiri nyumba za watu, kwa maana wake za watu, na vile vile hata jamii, haswa mabinti wa mitaa ile wote nao wanaathirika. Wanaona kwamba kuna kuja wenzetu kutoka sehemu mbalimbali, kwa kupitia sehemu hii nao wanaiga ile tabia wanayofanya wenzao, nao wanataka tabia ile nao wachukue wairudishe katika mtaa wao nao, kwa maana wake za watu, mabinti zao walioko mtaa huu nao wanaiga tabia ile ya wenzao wanaofanya kwa kujipatia kipato kwa njia zisizokuwa za halali. Lakini mpaka sasa hivi jibu zuri haswa hatujalipata, na mara nyingi tunaona polisi, kwa maana wanakuja mara kwa mara wanawakamata, lakini siku 2-3 wanarudia tena kazi ile. Sasa sijui ni hatua gani ambazo wanazichukua baada ya kuwakamata, na siku 2-3 wanarudia tena kazi ile. Lakini taarifa hizi zipo kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa mtendaji, ofisi ya mtendaji pia wanazo taarifa hizi. Nimewahi kuzungumza na yule mhusika ambaye wanasimama mbele ya nyumba yake, na aliwa kujitetea kwamba hakuwaita yeye wawepo hapo, kwamba hili jambo kwa sababu halipendezi tutaendelea kulifanya na kuendelea kulishughulikia ili lisiwepo. Mimi namalizia na wenye kunena walinena ya kwamba hatupaswi kuwa hukumu bali kuwalilia, hatupaswi kuwanyoshea kidole bali kuwapa mkono wa msaada. Niite Peter Obogo wa Asheri Media.